Kiambu imegeuka kuwa jukwaa la ushindani wa kisiasa kilichoshuhudiwa na kilichokusudiwa kwa ukaguzi wa miradi ya maendeleo tu kilitawaliwa na makundi hasimu ya wafuasi waliowania ushawishi mbele yake Rais William Ruto. Katika ziara hiyo, Rais Ruto amekejeli vikali aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Munene John ana mengi zaidi. Mheshimiwa Rais. Ziara ya Rais William Ruto leo katika maeneo ya Juja na Thika haikuwa tu miradi ya maendeleo, bali pia mvutano mkali wa kisiasa unaozidi kushika kasi katika kaunti ya Kiambu. Tangu mapema asubuhi, makundi ya wafuasi wa gavana Kimani Wamatangi pamoja na wale wa mbunge wa Thika Town Alice Ng'ang'a walikusanyika barabarani wakicheza, kuimba nyimbo za kisiasa, hali iliyodhihirisha ushindani wa wazi kati ya pande hizo mbili hata kabla ya kuwasili kwa rais. Katika uwanja wa michezo wa Thika ambako rais alikagua mradi wa nyumba za bei nafuu pamoja na maendeleo ya ujenzi wa uwanja huo, mgawanyiko uliendelea kujitokeza, huku sehemu ya umati ikiunga mkono viongozi wao kwa sauti, huku wengine wakionyesha upinzani waziwazi. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah alikumbana na wakati mgumu baada ya kufokewa vikali katika vituo vyote viwili. Siasa ya Kiambu, nilikwambia tukiwa pale Kikuyu, hii siasa itatulia. Mbunge wa Thika Alice Ng'ang'a vilevile hakusazwa. Wafuasi wa gavana Wamatangi walimrushia cheche za maneno makali wakimtaka asitishe hotuba yake mara moja. Tunasema hii Kiambu tunataka maendeleo. Katika hotuba yake, Rais William Ruto alichukua nafasi hiyo kuwakosoa wapinzani wake, akisisitiza kuwa ataendelea kuwakabili hadharani, kauli ambazo zinaashiria kuendelea kwa mvutano huo mkali wa kisiasa katika siku zijazo. Sasa jameni, wale majamaa wananitukana asubuhi na jioni, sijui kasongo, sijui nini. Si hawa watu tutakutana na wao kwa debe ama namna gani? Ziara hii ambayo ilikusudiwa kuangazia maendeleo imeibua taswira pana zaidi ya siasa za sasa nchini, ambapo ushindani wa ndani na mvutano wa kitaifa vinaendelea kuathiri mwelekeo wa mijadala ya umma. Munene John, TV47, Nairobi.